Yes. Madam Juliana, utaniruhusu nitaongea kwa Kiswahili. It's okay. Tuanze kwa swali la kwanza. Unamfahamu mshtakiwa wa kwanza? Na kuuliza maswali kwa niaba ya mshtakiwa wa kwanza. Unamfahamu? Unamjua mshtakiwa wa kwanza? Sijui mshtakiwa wa kwanza ni nani. Sijui. Na wa pili unamjua? Sijui. Kwa taarifa yako na kwa mambo ya kujuana, umesema ya kwamba wale watu wawili ambao wamesimama kotini leo, kuna mmoja ambaye unamfahamu. Ni kweli? Ninamwona sura yake. Kuna mmoja ambaye unamfahamu. Ni kweli? Simfahamu majina yake, lakini kwa sura ni labda ni mtu ni sawa. Unasema ya kwamba kwa usiku huu ambao unaongelelewa kotini leo ulikuwa pale katika hiyo wodi. Ni kweli? Ni kweli. Ulikuwa pale kama nasi. Kweli? Kweli. Yes. Ukiwa pale kama nasi, ni maelezo yako ya kwamba uliweza kuona huyo mtoto ambaye ameitwa Masi. Ni kweli? Ni kweli. Na zaidi kwa taarifa ukasema ya kwamba huyo mtoto alikuwa kwa hali ambayo si nzuri. Ni kweli? Labda kutufafanulia kidogo koti iweze kuelewa. Ukisema hali sio nzuri, ulikuwa unamaanisha nini? Hali sio nzuri, ulikuwa unamaanisha nini? Hakuwa anapumua vizuri. Hakuwa anapumua vizuri. Huo usiku ndio ilikuwa mara yako ya kwanza kuona ule mtoto katika hiyo wodi? Mtoto alikuwa amekuja jioni ya jana kutoka wodi nyingine. Kwa hivyo hiyo usiku ukiingia kwa duty ndio ilikuwa mara yako ya kwanza kuona huyo mtoto kwa hiyo wodi. Ni kweli? Ndio. Kweli. Pia ni maelezo yako ya kwamba huyo mtoto alikuwa pale pamoja na mama yake. Kweli? Ndio. Kulikuwa na mtu mwingine kando na mtoto na mama yake? Mama alikuwa peke yake. Mama alikuwa peke yake. Ukisonga mbele kidogo, wakati unatuelezea hiyo jambo ilitokea ikakuwa mtoto hali imezidi na akaaga, unatuelezea mulielezea mama hiyo matukio. Ni ukweli? Mulielezea mama mambo ambayo yalikuwa yametokea? Ndio. Mulimuelezea. Na unafahamu ya kwamba hali ya mama unaielewa. Ni kweli? Ndio. Unaielewa. Sasa elezei mahakama muliweza kuelezea mama kivipi hali ambayo ilikuwa imetokea? Wakati tulikuwa tunashughulikia mtoto, Saila alibadilika hali kabisa. Mama alikuwa ameketi pamoja na wamama wenzake wakijaribu kumtuliza, wakiona ile inaendelea. Tunataka kuelewa kumwelezea. Lakini sasa baba alikuja na mwanamume mwingine. Sawa, tuache hapo. Umeenda mbele kidogo, nilikuwa nakuja hapo. Nilitaka kuelewa nyinyi kama wahudumu pale nasi muliweza kuelezea mama aje mambo ambayo alikuwa ametokea? Tulikuwa tunamuelezea kwa lugha ile, tunajaribu because we are not sign like, lakini hakukuwa na interpreter pale, si kweli? Ni nani aliita baba? Mama ndiye alisema. Mama ndiye aliita baba. Alimuita kivipi? Hatujui vile alimuita, lakini alikwambia tu baba. Au ulijua aje ni mama aliita baba? Kumbuka uko kwa kiapo, hujakuja hapo kutudanganya. Kama kuna jambo lolote umesema la uongo, anza kuondoa. Mama aliita aje baba? Kama hujui unasema sijui, tunaendelea. Tuokoe muda wa mahakama. Mama aliita aje baba? Sema sijui kama hujui. Sijui bila alimuita. Sawa.
Baada ya yote unasema mwili wa mtoto uliweza kupeanwa kwa kuku handed over kwa mochari. Ni kweli? Ulikuwepo? My colleague ndiye alikuwa. Wewe ulikuwepo? Waki-hand over. Wewe mwenyewe ulikuwepo? Nilikuwa hujakuja kuongea kwa niaba ya mtu. Wewe kama wewe binafsi ulikuwepo? Kasi. Lakini sikukuwa hapo. Ulikuwa mwili wa mtoto ukipeanwa? Wewe binafsi ulikuwepo? Kama ulikuwa, kama haukukuwa. Sikukuwa, ni my colleague ali-hand over. Haukukuwa. Ulikuwa ama hukukuwa? Moja. Hakuna lakini. Ulikuwa ama haukukuwa? Swali ni rahisi. Ulikuwepo mwili ukipeanwa? Sikukuwa. Haukukuwa. Kwa hivyo hata ujui kama ilipeanwa ama ikupeanwa. Si ni kweli? Si ni kweli? Nikikuelezea leo mbele ya mahakama ya kwamba kwa sababu haukukuwa, haujui kama mwili uliweza kupeanwa kwa mortuary attendance ama haukupeanwa, nitakuwa nimekosea? Ni swali, jibu tu kwa sauti tukusikize pia. Nikikueleza leo mbele ya mahakama ya kwamba kwa sababu haukukuwa, haujui kama mwili ulipeanwa kwa mortuary ama haukupeanwa, nikisema hivyo nitakuwa nimekosea? Mwili ulipeanwa, ndio nauliza. Ndio ninakuuliza. Sikiza, swali ni yangu sasa. Swali ni yangu. My questions are restrained to yes or no, and the united explanations I'll ask you to explain. Ulikuweko mwili ukipeanwa ama haukukuwa? Hapo ndio niko. Ulikuwa ama haukukuwa? Umekuja kutoa ushahidi. Tunataka kujua mahali mtoto alienda. Kwa hivyo ulikuwa mwili ukipeanwa ama haukukuwa? My colleague ndiye alipeana mwili, lakini wewe hauku. Lakini wewe ulikuwa? Uliona, yani uliona. Nielewe, uliona na macho yako mwili ukipeanwa? Uliweza kuona kwa macho yako mwili ukipeanwa? Swali rahisi. Ni ndio ama ni la, ama pia sema ujui? Uliweza? Haya, sawa, unaendelea kwa mgumu. Nikimaliza, uko umeleta kotini leo kitu yoyote, jambo lolote, handing over notes, wende ulipeana mwili iende mochari? Umeleta? Iko ushahidi yote umeleta kotini leo na kuonyesha hivyo? The documentation is in the file. Uko nayo wewe, umeleta wewe? No. Thank you. That is all for cross-exam on behalf of the first accused. Mauliza swala haswa kuhusu ikiwa ulikuwepo wakati mwili wa huyu mtoto ulipokuwa unapeanwa kwenda kwa mocha. Je, wewe ulikuwa kwenye hiyo ward mwili ukitolewa? Nilikuwa kwenye hiyo ward, lakini tukiwa wawili. Ulikuwepo. Na la pili, wewe ndiye uliyepeana mwili ama ni mwenzio? Mwenzangu ndiye alipeana mwili. Mwenzio. Lakini ulithibitisha ya kwamba mwenzio amepeana mwili kwa the attendants wa mochari? Ulithibitisha. Na wakati ulipokuwa unatoka zamu yako saa 2, mwili ulikuwa umepelekwa mochari? Mwili ulikuwa ushahidi. Asante. That's all. Kweli mtu. Mwenyezi Mungu asaidie. Kwa majina naitwa Hamisi Saidi Macharia. Hamisi Saidi Macharia. Yeah. Unaishi wapi? Naishi hapa hivi London. London. Unafanya kazi gani? Kama mortician.
by trade. Which mortuary? Wapi? PGH. Nataka ueleze hii koti tarehe 4 mwezi wa pili mwaka uliopita, kama ulikuwa kazini. Nilikuwa kazini, ndio nilikuwa naingia shift that day. Shift yako ilikuwa inaanza saa ngapi? From 8 to 5. Na nataka ueleze koti the procedure ukiingia kazini, nini inafanyika? Okay. So, in the morning when senye unaingia kazi asubuhi, the first thing ni 8 ukiclock in. Una change, unaenda changing room, unaangalia bodi zenye zimekolektiwa usiku. Ukiangalia bodi zenye zimekolektiwa usiku, unaangalia wapi? Kwa embalming lab. Kuna embalming lab. Embalming lab. So unaanza treatment from there. All the bodies zenye zimekolektiwa from the wards. Unaanza kufanya nini? Embalming. Embalming is preservation of the body. So unaingia asubuhi, changing room, then unaenda head kwa lab immediately. Naanza kuembalm body zote. Okay. Na wakati umeingia kazini, kuna records zote unaangalia ama unaangalia the physical bodies? Normally do it by physical bodies. Okay. So hii siku umesema 4th February, uliingia kazini saa 2. Ulipata how many bodies? I can't tell you, siwezi kumbuka that day. Vizuri. Ulikuwa kazini peke yako? Nilikuwa na colleague, alikuwa student that time. Alikuwa ni student. Wanaitwa nani? Phyllis Chelangat. Okay. Na huyu Phyllis, mlikuwa mnafanya hii kazi ya embalming na yeye? Yeah. So hii embalming ulifanya for how long hiyo siku? It was until around 12. Lakini bado bodies zilikuwa zinaongezeka. While we are doing the work. So unge stop. So nile bado tulikuwa tunaendelea kufanya kazi until 5. Ongea kwa sauti. Tulikuwa kuendelea tuna kazi. Normally zenye zimekolektiwa usiku unazitreat until zenye utamaliza. But body ikitana tena you collect more. Unaendelea bado kuzitreat. Yeah. Okay. So let's go back to the morgue. Kuna any records zinaekwa za kuonyeshana these bodies which are coming in and the ones which are leaving? Yeah. Nani anafaa kuweka hizo records? Normally zinakuwa front office. Yeah. Na hii siku 4th, nani alikuwa front office? Ni wana in the morning sasa. Inakuwa ni in charge wangu. Bwana Derito na bwana Madam Mary. Ndio nakuwa front office that time. That's in the morning. That's in the morning. Na usiku? Usiku hakunaga office ni access. Nakuwa imefungwa. So nile tukitabia admission ndio nakuwa imebakia na nini records ya kupeleka returns, daily returns. So hii unaita kitabu ya admission, what is recorded in that book? All the bodies that are coming in the facility. Does it bear the names of the deceased? Yeah. What else is recorded in that book? It's only the name, ward that has been collected from, the age and the IP number and the next of kin. You've also said bodies that are coming in. Yeah. Is there a different record of bodies that are leaving the mortuary? Yeah, it's called a dispatch book. Yeah. Okay. So on this 4th February, did you have a look at this dispatch book? Bwana Hamisi, I'm taking you back to your statements, the one you recorded at the police station, where you stated, and you mentioned the name, Mercy Chepng'e. Yeah, that one I mentioned because the admission book, normally we store it at the night duty room, but I found it at the security desk that morning.
On 4th, eh? on 4th. So I perused to see all the bodies that had been collected that day, for me to know what I'm going to deal during the day. Yeah. So can you remember how many bodies had been collected that night? I can't recall the actual number. Yeah. Nabona Hamisi, do you have a daily mortuary return? Yeah. And what is included in that daily mortuary return? All the bodies that have been collected during the night, and all the bodies that have left the facility during the day. Okay. So I wanted to look at these documents to tell the court what it is. This is a daily mortuary return For which dates? for date 4th, the 2nd. You know, you're going to clarify too. Yeah. And from these daily mortuary return, is the name Mercy Chepngetich there? Yeah, it's written. But that day the body hadn't left. This is being No, I'm received. talking about Yeah. is the name Mercy Chepngetich there among the bodies that were received It is in there. the mortuary? It's there. And who fills these daily mortuary returns? Are the people who had been during the shift that night. During that night when we go shift your sick. So do you remember who was working on the night shift? It was Vivo and Ali. Please be audible. Yeah? Speak up. It was Vivo and a lady from the It was Vivo. Let me just mention one. Vivo. So are they the same people who recorded the bodies that left the mortuary on that day? Yeah. So is this the same handwriting on February 2025? Or were you working on 5th February 2025? I was on night. And So during the day? I was on night off. Normally we do break on Wednesday. So on Wednesday nasema nilikuwa nimebreak off. Mwenye alifanya hii ya mwisho ndio hao wakuja kufanya. Hiyo siku nilikuwa nimebreak off. Sasa nilikuwa naingia Monday asubuhi. That Monday. And Monday was which date? Bwana Hamisi, ulifanya kazi tarehe 4, si ndio? Umesema tarehe 5 hukufanya kazi. Kweli? So ulirudi kazi tena lini? Oh, tarehe 4 was on Monday, tarehe 5 on Tuesday. So date 4 ndio nilikuwa na report kazi. Date 5 ndio nilikuwa kazi that day mchana. Mchana, Yeah. si ndio? So nataka uangalie hii the return get a return. Now the body is coming in. Hizi ziliandikwa nini? Was it during the day or at night? At night. And the body is leaving? Bado tu at night. So normally hii kazi inapeleka kwa And you said what was handling the daily mortuary return? that night ndio tulikuwa tunapeleka police station at night. We can't hear. Hiyo siku ndio tulikuwa tumepelekwa, so wenye walibaki. Kina nani? So one of the lady was Edith mwenye alibaki. Edith ndio alibaki. So she did this. She failed the daily mortuary return. Ndio akapeleka. Another question. For you to fill the daily mortuary return, do you confirm with the bodies in the mortuary? You normally look at the book, the admission book, where you left off, hizo zingine. Wali uliachia hiyo ya mwisho, na hapo hivyo ya mwisho. Hapo hivyo saa the next body ndio yenye itaingia after that, utaandika next. Does the same apply to the bodies leaving the mortuary? No. It doesn't apply to the same. So how do you record the bodies leaving the mortuary? Kwa kitabu ya dispatch kuna
daily, kuna kila siku kuna entry ya bodies zenye zinatoka. So hapo hivyo, kwa hiyo kitabu unaenda, kwa hiyo kitabu una record the same information, you transfer it to that. Okay. So twende tarehe 6. Were you at work on that day? Yes. And what were your duties on 6th February 2025? 6. The same, kuingia kazi kwa mbao na kudress all the bodies zenye zinatoka. Zenye zinatoka. Okay. Do you remember the bodies that you dressed on that day? Yeah, I can't recall. Okay, so I want you to look at the daily mortuary return of 6th February 2025. Who recorded this daily mortuary return? I can't tell by the handwriting, because the one who's supposed to sign, you write normally, right? Nasema, hii siwezi sema ni nani handwriting ya nani, but hii hapa hivi kwa prepared by, unaandikaga in charge, but unafaa sign na jina yako hapa hivi next. So mwenye aliandika hii hapo sign against her name. Yeah. So I want you to read out to the court the bodies that were released from the mortuary on that day, on 6th February 2025. Salima Roito, 6th of February. Christopher Ruito. Christopher Kasari, Eliam Taria, Felista Kerubo, Masi Salome, Anthony Karume, Masi Salome, Anthony Karume, Abraham Kamau, Susan Wanjiro, Abraham Kamau, Susan Wanjiro, Oscar, Glenn, Ann Karuko, Isaac Moniki, Michael Musam, Royce Nyuki, Masi Chepngeno, Mary Wangoi, and Zipporah Wangoi. So, out of all these bodies, did you embalm before they left, or did you dress them? Normally when we are in a shift, we normally work with the people who are during the nights, and we join with the people who during the day. Now, you told the courts that when you go to work, you dress the bodies which are being released. You just read out to the courts the names of the bodies that were released on that day. I'm assuming bodies are released during the day. Yeah. That is after you report to work. So did you dress all these bodies? Not alone. Whom were you with? Nasema watu wenye tulikuwa nao shift ya usiku, wenye tulikuwa na shift ya mchana. Mlikuwa na kina nani usiku? Kwa Bihon, Edith, na Phyllis. Phyllis, Ann na Mary na mimi. Yeah. Now, among these bodies which are released, there is one, Masi Chepngeno. Yeah. Ulikuwa unajua huyo ni nani? Na sai vilikuwa hapa kotini. Umeweza kujua Masi Chepngeno ni nani? Yeah. So you can confirm to the court that Masi Chepngeno was one of the bodies which was released on that day. She wasn't released. And why does she appear on the daily mortuary return? I'm saying that mistake was made by the people who had wenye walikuwa wamebaki hiyo usiku. Ni nani walikuwa wamebaki hiyo usiku? After tulikuwa tumepelekwa police station, ndio wanasema. Nani walikuwa wamebaki usiku? Ni Edith. Yeah, Edith and Ann. Okay. Your Honor would like to mark the daily mortuary return
for 6th February. It had not been marked as PMFI 3. So, Hamisi, Benyakoti, there are people on this side. Do you know them? Yeah. Who are they and how do you know them? One is my in charge, Mr. Derito. He's my in charge. And alikuwa in charge wangu niko kwa facility. Next ni Mary, she's my colleague, tuko nafanya naye kazi. Okay. And on this 6th February, where you said you were working, were they at work on that day? On 6th? 6th February, yes. Yes, niko nao kazi. Yeah. And are they at any one point, do they interact with the bodies being released? Yeah, overseeing, supervision mainly on how we are doing the work. So meaning they know each and everybody that is coming into the mortuary and every... Yes. Bwana Hamisi, kwangu haswa mara nyingi huwa nahitaji sauti. Kwa sababu nimebarikiwa na sauti. Ndipo watu wasing'ang'ane kusikiza. Unathibitisha kwamba ulipoingia kazini tarehe 4, unathibitisha kwamba kulikuwa na huu mwili wa mwenda zake Mercy Chepng'en. Ulikuwa ushabukiwa na ulikuwa unahifadhiwa? Ulikuwa ushabukiwa. Na wewe unafahamu ni nani aliyekuwa amebook ama ni nani aliyekuwa ameingiza kwa hiyo mortuary? Ni nani? Ni Bivon na Edith. Bivon na Edith. Na je, wewe unafahamu wakati ambapo ulitoka? Ilikuwa around 5 that day. Wakati ambapo uliachiliwa ama ulikuwa dispatched? Hapana, sifahamu. Haufahamu? Yeah. Na kwa hizi vielelezo viwili, DMFI 2 na DMFI PMFI 2 na PMFI 3, thibitisha kwamba hii mahakama naweza thibitisha ni nani aliyekuwa amezijaza. Ndio nilikuwa nasema hapa hivi kwa nini kwa prepared by unaandikaga in charge, but hapa hivi una sign your jina against that name, against your work. So hapa hivi mwenye aliandika kuandika jina yake. Oho. Yeah. Na hiyo ndio tamaduni ama mtindo? Hiyo ni mtamaduni, unafaa uandike jina yako kwa prepared by. Na hapa hivi kwa signature you sign your name na kuandike date. So sisi thibitisha ni nani aliandika hii. Hawezi thibitisha nani aliandika. Na unaweza thibitisha mahakamani ya kwamba ni nani huwa anaweka hizi records, anayesimamia anayethibitisha kwamba hizi records ziko intact? Ndio. Ni kiongozi wangu in charge. Nani anayethibitisha records ziko sawa za hayo makavazi? Ni in charge wangu. Ni in charge wako. Na in charge wakati alikuwa nani? Bwana Nderitu. Alikuwa? Bwana Nderitu. Bwana Nderitu. Na ulipokuwa una nukulu taarifa yako
wa polisi ulinukulu ukasema kwamba mnapo tarehe 6 mwezi wa pili mwaka jana ulisikia fununu ya kwamba mwili mmoja haupo. Ndio. Ambia mahakama ni hatua ipi uliochukua? Tulianza kutafuta mwili the whole facility. Hatukupata. Oh. Na hilo swala lilikuwa limeibuka kutoka wapi? Kwa sababu ulikuwepo. Ulikuwa mchana ama ulikuwa usiku? Nilikuwa mchana. Ulikuwa mchana. Na mwendo wa saa ngapi? Ilikuwa saa 4 hapo, around 10. Mwendo wa saa 4? Saa 4 saa 5 hapo. Aha. Ndio nilisikia hiyo ripoti nikikwaga huko hivyo embalming lab. Aha. Ukasikia ripoti ya kwamba mwili haupo. Lakini unathibitisha kwamba ulipoangalia ratiba ilikuwa imesemekana ya kwamba mwili ulitolewa. This one here. Hiyo tarehe 6. Haikutoka hiyo siku. Hii iliandikwa jioni. Hii report iliandikwa jioni. Hii report. Kwa hivyo hii yenye tumemark PMFI 3, hii ni ripoti ilijazwa jioni. Nani aliyejaza? Ulikuwa hapo ama ulikuwa umeshatoka? Nilikuwa nishatoka. Ulikuwa ushatoka. Na wakati hii taarifa mwili kupotea mwendo wa saa 5 hivi haupo, ni nini kilichofanya hiyo habari ikakufikia kwamba mwili haupo? Ni my colleague Madam Mary. Yupi huyo? Amesimama pale next. Mary ndiye ambaye amesimama pale. Alikuja kutunotify. Tulikuwa wengi huko nyuma. Tulikuwa na my colleagues wenye tulikuwa nao wenye walikuwa usiku. Wakakuja akatuambia kuna mtoto. Na huyu Madam Mary alikuwa ni nani wakati huo ndiye akakuja kuwajulisha? Alikuwa tu mdogo wa in charge wangu, lakini tulikuwa tunafanya kazi naye. No, alikuwa nani? Mdogo? Umesema mdogo ni kumaanisha alikuwa naibu wake? Alikuwa naibu wake. Kwa hivyo yeye ndiye aliyojulisha kwamba mwili haupo. Na hatua ipi wewe kama mfanyikazi uliochukua wakati ulipojulishwa, na aliojulisha kivipi? Alikuja tu akaannounce akasema kuna mtoto, tuanza kutafuta. So after kwanza kutafuta nile tukaangalia kila mahali, kaangalia kwa fridge, kaangalia the whole facility. Hakukuwa na mtoto. Kwa hivyo baada ya hiyo vile mlipothibitisha kwamba hamna huo mwili haupo, ni hatua ipi uliochukua kama we mtu binafsi uliyekuwa chini ya mdogo wa mkubwa? Ulichukua hatua gani? Ilikuwa just kusaidia kutafuta mtoto. When an incident happened, ina happenia kila mtu. The whole facility. Sio tapata ati ni mtu mmoja mwenye ako na hiyo shida. Uliwahi peana ripoti jinsi vile ilivyotendeka kama mahala popote? Not anywhere else. It's only here. Wakati hiyo ripoti mdogo wa mkubwa mlipothibitisha kwamba hamna mwili, hand over kwake ama mliacha tu hivi? Hiyo report yeye ndiye aliyechukulia ama uliacha hivi? Nani alichukulia? The report, your deputy. The deputy. On the report ya kuleta kuambia mwili haupo na mkatafuta mkupata na ukaacha hivi, unajua hatua nyingine iliyochukuliwa? Nakuuliza maswali, jaribu kuzungumza kwa sauti. Sawa. Washtakiwa wanataka kusikia pia.
Unawafahamu washtakiwa walio mbele ya koti leo? Ndio. Nazungumza kwa niaba ya mshtakiwa wa kwanza. Mshtakiwa wa kwanza ni nani? Kwa ishara ya kidole? Ni in charge wangu. Unamjua kwa jina? Nani? Bwana Nderitu. Unajua ni kwa nini uko mahakamani leo? Niko hapa kwa sauti. Niko hapa kudhibitisha, kutoa ushuhuda wangu. Ushuhuda kuhusu nini? Kesi ya mtoto aliyepotea. Mtoto aliyepotea. Kwa hivyo unaelewa mashtaka ambayo inakabili washtakiwa leo kotini. Ni kweli? Kweli. Umesema ulikuwa unafanya kazi kwa hiyo mochari ya Mama Kavazi ya PGH. Kwa hiyo tarehe umeulizwa tarehe 4, 5 na 6 mwezi wa pili mwaka uliopita. Ni kweli? Ni kweli. Nitakupeleka haraka kidogo tuokoe muda. Nikienda direct kwa ile, kuna hizi stakabadhi umeonyeshwa, I'm referring to PMFI 2 and 3 which are daily mortuary returns, ambazo umeonyeshwa ya tarehe 4, tarehe 5 na tarehe 6 mwezi wa pili mwaka uliopita. Si ni kweli? Kweli. Kwa ya tarehe 4 umetuonyesha ukatuelezea kwamba kuna mwili wa Mercy Chepngeno ilikuwa pale kwa column ya mwili ambayo ilikuwa received. Ni kweli? Kweli. Kwa ya tarehe 5 hakukuwa. Akikosa kukua pale ilimaanisha ya kwamba ako ndani. Ako ndani ya facility. Kwa ya tarehe 6 alikuwa. Ni kweli? Kweli. Na hizi daily mortuary returns umeonyeshwa na imetumika kama ushahidi wako kotini. Ni kweli? Kweli. Nataka kukuonyesha jambo. Nataka usome mahakama. Hii ni daily mortuary return ya tarehe ngapi? Tarehe 4 mwezi wa pili. Ongea kwa sauti. Ni daily return ya tarehe 4 mwezi wa pili 2025. Somea mahakama serial number ya hiyo mortuary return. Ni 33 38. 3338. Yeah. Hii ya pili tarehe ni tarehe 5 mwezi wa pili 2025. 33 ngoja, tarehe ni 5 mwezi wa pili 2025. Serial number 3339. 3339. Ya mwisho tarehe 6 mwezi wa pili 2025. 6 mwezi wa pili 2025. Serial number 3341. 3341. Kwa hivyo ya tarehe 5 kulingana na kenye umesoma iliishia 3339 serial number. Si ni kweli? Kweli. Alafu ya tarehe 6 ikakuwa 3341. Si ni kweli? Kweli. Ya 3340 iko wapi? Serial number 3340 iko wapi? Sijui. Haujui? Haujui? Unaweza kujua ni nani walijaza hizi mortuary returns? Kwa handwriting siwezi jua. Kwa handwriting huwezi jua. Na pia mwenye anafaa kuwa ameandika. Umewahi kujaza hii mortuary returns wewe mwenyewe? Ndio. Umewahi kujaza? Ndio. Na hakuna kwa hizi yenye wewe ndio umejaza? Hakuna. Umesema hii wakati uliingia kazini tarehe 6 asubuhi, si kweli? Tarehe 4 ulikuwa 5 ulikuwa 6 ukakuwa. Kweli? Kweli. Kweli? Uliingia tarehe 6 asubuhi. Ni kweli? Hiyo tarehe 6 ukiingia asubuhi, unasema uliingia saa ngapi? Saa 2 asubuhi. Kweli? Kweli. Tarehe 6 ukiingia asubuhi, ulisema kuna handing over. Uli hand over ukachukua mwili zilikuwa. Ni kweli? Yeah. Ni kweli. Na hiyo tarehe 6 asubuhi ukifanyiwa handing over, mwili ya Mercy Chepngeno ilikuwa? Sidhibitisha juu. Huwezi jua. Yeah. Hizi mwili ulikuwa unaenda kuhandiwa over moja moja ama ni kwa kitabu?
Ni ukiingia shift. Ndio nauliza hiyo umeingia. Ni moja moja. Ukiangalia mwili na jina ama ni kitabu? Kitabu. Na kitabu ni majina tu. Majina tu. Kwa hivyo kama alikuwa, kama hiyo mwili ya Mercy Chepngeno ilikuwa ama haikukuwa, wewe hujui. Ongea kwa sauti, kama ilikuwa ama haikukuwa, wewe hujui. Hiyo huwezi jua. Ulikuwa pamoja na watu wengine wangapi ukiingia shift asubuhi? Wenye walikuwa shift usiku. Walikuwa shift usiku watu wangapi? Wawili. Wawili, nani? Ilikuwa ni Shadrack na Mumanyi, Eloise Mumanyi. Simamia hapo. Okay. Shadrack, Eloise Mumanyi. Kulikuwa na Shadrack na Eloise, walikuwa wametoka kwa shift ya usiku ya tarehe 5 kuamka tarehe 6, kweli? Kweli. Waka hand over to you. Si ndio? Sasa mwenye receive ni wewe na nani mwingine? Phyllis. Na nani? Phyllis. So the handing over was from Shadrack na Alois kuja kwa Hamisi na Phyllis. Is it true? True. So at the transition ama hapo kwa hiyo muda ya kuchange shift, there were only 4 people wenye wanaweza kuwa wamejua ama wamehandle hizo mwili, si ni kweli? Wakiwa wewe moja, Phyllis wa pili, Shadrack wa 3 na Alois wa 4, ni kweli? Kweli. Kwa wakati ulichukua shift hiyo asubuhi, uliweza unasema uliingia ukaanza kufanya embalming, kweli? Na dressing, si ndio? Nikikuelezea leo mahakamani ya kwamba kwa sababu umetoa stakabadhi kotini hii daily movement, na kwa hiyo movement inasema Mercy alitoka hiyo tarehe 6 ukiwa, nikielezea mahakama ya kwamba muli discharge mwili wa Mercy, nitakuwa nimekosea? Nikieleza hivyo mahakamani? Nitakuwa umekosea. Tarehe 6 uliingia asubuhi. Ndio. Hii daily return inasema Mercy alitoka tarehe 6. Hiyo tarehe 6 asubuhi wewe ulikuwa. Na mwili ulitoka asubuhi. Nikisema unajua ama uliweza kujua mahali ama mulimu discharge Mercy aende kufanyiwa mazishi, nitakuwa nimekosea? Nitakuwa nimekosea. Kwa nini unasema nitakuwa nimekosea? Juu nilinotifyiwa mwili imekosekana from 10. Saa ngapi? Saa 4. Yeah. Na uliingia saa ngapi? Saa 2. Na mwili inaanza kutoka saa ngapi? 8. Katikati ya 8 na hiyo saa 4 ukiwa notified, kuna uwezekano mwili ulikuwa umeondoka? Kuna uwezekano? Siwezi thibitisha. Kuna uwezekano? Uwezekano ni probability. Kuna uwezekano? Kunaweza kuwa. Nirudi tena kwa mshtakiwa wa kwanza, huyo umemuita in charge. Huyu in charge kwa hiyo tarehe 6 alikuwepo? Alikuwa. In charge alikuwa ameenda mtihani. Alikuwa amfanya nini? Ameenda mtihani. Alikuwa ameenda mtihani. Tarehe 5 alikuwa? Alikuwa. Yeah. Tarehe 4 alikuwa? Country call. Yeah. Hata hiyo 5 labda urecall, si kweli? Kweli. Wakati umetuelezea kuhusu watu walikuwa wanashughulika na mambo ya admission, discharge, kila kitu, umetuelezea mlikuwa chini ya command ya nani? Bwana Nderitu. Na hakukuwa, sasa command ilikuwa nani? So umesema hakukuwa, alikuwa mtihani. So mlikuwa chini ya command ya nani? Madam Mary. Uko na ushahidi wowote kotini kama Bwana Nderitu amewahi handle hiyo mwili ya Mercy Chepngeno? Sina. Hauna. Umewahi muona akihandle mwili directly? Na nguvu, sema kwa sauti. Umewahi muona akihandle hizo bodies directly? Yeye mwenyewe kama nyinyi? Mara moja. Yeah. Na kwa hiyo siku ama kwa hizo siku 3 ulimuona akihandle?
Tukiassume alikuwa, ulimuona akihandle? Can't recall. You can't recall. That is all for cross-exam on behalf of the first accused person. Fanya ndio tuingie huko ndani kutafuta mwili. Procedure gani ilikuwa inafuatwa kutoka wapi mpaka wapi ndio tuchukue nguo na tuende kuchukua mwili? Procedure inakoga one, unaandikiwa a piece of paper from the front office yenye ime include jina ya marehemu, IP number, the date na age. A piece of paper. Sio hapo. Kuanzia kwa relative. Ndio ifike tulikuwa hiyo karatasi imeandikwa. Ndio mletewe. Ni procedure gani huwa inafuatwa? One ni familia wanakucheka notification, death notification from the facility. Pili wanaelezea all the charges za mortuary. Tatu ni ile wanaenda kuconfirm mwili after wameandikia notification, wanaenda kuconfirm mwili. So after wameconfirm, so wao wenyewe ndio wanachukua that notification, wanaenda ku clear bill ya ward. Alafu wana decide kwenye watataka kujia mwili. So wakisha clear bill ya ward, wana decide kwenye watataka kujia mwili, but they don't inform us kwanza. Wanakujaga sasa a previous day to clear the bill. So waki clear the bill, so the following day when they are coming to collect, ile wanakuja na that notification na clearance from the ward na clearance ya bill ya mortuary. So wakikuja na hizo all those documentation ya notification, clearance from the ward na clearance of the mortuary, wanapeana hapo kwa front office na nguo. Wakishipa na nguo, so that paper na nguo zenyewe tunaletewa kunyuma sisi wenye wako kunyuma wenye wanavalisha. So when receiving the paper, nile una-identify the name of the body na age hizo zote, then unaenda kutafuta. That's the procedure. Ni kweli? Swali lingine. Naweza sema na you try to recall. Tulikuwa wangapi hiyo date 6 kwa hiyo mortuary? Wote wenye tulikuwa huko. Can I mention them? Ni mention nama niseme the exact number. Waseme. Niseme. Tulikuwa na in charge Bwana Nderito, ulikuwa, nilikuwa. Madam Mary alikuwa. I was there. Hamisi. Anna alikuwa. Phyllis alikuwa. Wengine can't recall. That's all you want.
umeonyeshwa stakabadhi za tarehe 4, tarehe 5 na tarehe 6. Ndio. Na haswa ukaonyeshwa kwamba nambari ya stakabadhi ya tarehe 4 ni 3338. Ndio. Ya tarehe 5 ni 3339. Alafu iliyofuata tarehe 6 ni 3341. Ndio. Na kuhusiana na hizo stakabadhi, ngelipenda tu thibitishe mahakamani ya kwamba ni nani anayezihifadhi, ikiwa wewe uko na uwezo wa kucontrol hiyo kujaza ama kufanya nini. Nani anayehifadhi stakabadhi? Zinawekwa front office. Zinawekwa front office after umefanya nini? Ziko kwa front office. Nani anayezisimamia na kuhakikisha ziko sawa sawa? Ni in charge. Asante. Sawa. Mi kwa jina naitwa Wambei Makomere na ni wakili wa hii jamii ambayo haikupata mwili wa binti yao. Ya leo angalau tumechukua mashahidi wawili na tunashukuru Mungu kwa ajili vipengele viwili ambavyo tulivyokuwa tunataka vijitokeze leo vimejitokeza. La kwanza likiwa ya kwamba mwili wa mwenda zake ulitoka kwenye wodi na ukapelekwa kwa makavazi, na tena la pili ni kwamba yule muuguzi aliyekuwa anasimamia hiyo wodi ya wagonjwa alihakikisha kwamba mwili ulitolewa ukaenda kwa makavazi, na tena mmojawapo ya attendant wa makavazi hayo amesema wazi ya kwamba alipokuja akapata mwili umebukiwa na akadhibitisha upo, lakini wakati baada ya siku mbili hivi akapata kwamba mwili haupo. Ndipo aswa inadhibitisha kwamba mwili ulitoka kwa njia ambayo ni ya utata, hajadhibitika ni nani aliyeuchukua huo mwili. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kiwango ambacho tumefika, na kwa sababu tulikuwa tunao mashahidi wawili, tunasubiri mashahidi wengine kuja tarehe 13 mwezi wa 8, na tunaamini angalau mwenda zake huyu binti atapata haki. Na sasa swala kama hili la mili kupotea kwa makavazi ya hospitali za umma, angalau tunaomba ifike mwisho, na haswa langu la kusisitiza ndugu zetu ambao wako na changamoto ya kuzungumza, itabidi waweke angalau sign interpreters kwa hizi hospitali za serikali. Itasaidia kuashiria na kueleza wale wagonjwa kinachowakumba. Na unapata kwamba hata hii kesi tumefika siku ya leo imeahirishwa mara 2 kwa sababu ya kutokuwa na yule mtafsiri wa ishara. Na tunaomba tu hata pia kitengo cha mahakama, kila stesheni iwe na mtafsiri wa ishara, ndiposa haki itekelezeke haraka. Kwa sababu ukiona kwamba tumepewa tarehe mwezi wa 8, inamaanisha kwamba tangia mwezi wa 2 mwaka jana tutakuwa tunakaribia karibu mwaka 1.5, na hali kama hii sio hali njema sana kwa ndugu zetu wanaokumbana na hii changamoto. Kwa yote nasema tu ni asante. Mungu awabariki. Tuendelee kuomba na kuombea hii jamii
Mungu awafariji. Kirasmi tuko kotini tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu. Asante.